Sema ndio ile inakuwaga ni surprise, yani mtu yani uamini kwa mama tumemwacha majuzi kate tu hapa. Tunampa moyo, tunamfariji, namlia mtoto wake leo tena mama ndio kafariki. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu sana. Lakini mwisho wa siku tunasema alhamdulillah, kazi ya Mungu ina makosa. Mimi nadhani lakini ukiacha hivyo mama naye pia alikuwa ni mgonjwa wakati anamugusa mwanae, lakini pia afya yake ilikuwa nzuri. Lakini pia nadhani alishindwa kuhandle yale maumivu ya mtoto wake. Alikuwa analia sana kwa sababu alikuwa ni mtu akienda kumwangalia yani lazima alie, yani anakuwa kilio anaanza upya kwa ile hali. Naona ilikuwa inamtesa, na unajua tena ukiwa unalia stress zinaibua vitu vingi, na ukangania tena alikuwa ni mgonjwa. So Mungu mwenyewe ana mipango yake. Nakumbuka siku ya kwanza ndio fika ile akatuongea vingi, lakini kubwa alinishukuru na akaniambia Shams, nakushukuru sana, wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kumleta Kalina hapa Dar es Salaam. Na kweli Kalina kwanzaga kuumwa, mimi ndio nikusanyaga wenzangu tukamtoa Mwanza kaja mpaka hapa, ni tulipambana naye sana. Wale nishukuru kwenye yani kitu ambacho ndio kinaniumiza kile kinjele maneno. Nashukuru sana mwanangu, ulipambana hivyo mpaka leo mwenzako kaondoka. Basi tumshukuru Mungu. Akanalia tu kwa maumivu, lakini wale wengine ambao aliniambia yani natamani hapo, natamani ndio kama kesho siku ya mkuzika. Yani natamani kishamzika Kalina niende sehemu hivi nikae peke yangu nipumzike, ni simu ya kimya yenye upepo nikae tu mwenyewe. Ndio kauli alikuwa anaongea. Sasa si ndio kana maanisha ile iliyotokea leo ni kama basi sijali to organize tu na wenzangu tuje tunapeka hapo kae ufurahi upumzike kidogo utoe mawazo. Kwa hiyo natamani tu nikae hivyo mwenyewe nipumzike. Kwa kazi ya Mungu tu.